haamini kama Italia wana solve tatizo. Sasa juzi kama unaona hawa Italia wa solve tatizo, basi hakuna haja kuteua kocha yeyote. Yani kila kocha ambaye atakuja kwako utaona ni hawezi kufanya chochote, kwa sababu unaamini bado Italia hawajatatua kitu ambacho kinawasumbua. Ndio maana itabidi, kwa hiyo inabidi wakae wasubirie wakati wanaje kama sasa hivi kwenye process yenyewe. Ndio maana nilikuwa nakupa mfano kwamba kuna kampuni inaweza ikafa sio kwa sababu haina capital, kwa maana mtaji, sio kwa sababu haidharishi tena zile bidhaa ambazo walikuwa wanazalisha mwanzo. Kuna muda kampuni inaweza kadondoka kwa sababu wameshindwa kuadapt kuendana na customers waliopo kwa wakati huo, kwa maana ya wateja. Sasa huu mfano nimeutoa ili ni reflect kile ambacho nakizungumza kuhusiana na timu ya taifa ya Italia. Matatizo ya timu ya taifa ya Italia yanaanzia kwenye eneo la kwanza, ni hawazalishi wachezaji wa kutosha. Youth. Sawa. Yes. Lakini eneo la pili, mwingine anakuambia ndio moja kati ya changamoto kubwa ya Italia kwa sasa hivi ni fedha, umenielewa? Lakini recruitment strategy inawezekana isiathiriwe sana na fedha kwa taifa kama Italia. Kwa sababu ukiwekeza kwenye soka la vijana, kwanza moja kati ya kitu ambacho kinaweza kurejesha hata hadhi ya ligi yao kwenye ushindani, kikawasaidia wao kuzalisha fedha ya kutosha kwa maana ya ngazi za vilabu, ni kuzalisha wachezaji wengi kuanzia chini. Sasa hivi kinachotokea, wachezaji wanawazalisha, lakini bado pia hata wachezaji wachache ambao wanawakuza au wanawazalisha kutokea chini hawaendani pia na ushindani au mahitaji ya sasa kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo ndio maana kuna sehemu wamestack. Ligi yako ikiwa na udhaifu, ligi yako ikishuka ubora, timu ya taifa lazima iathirike kwa asilimia kubwa sana. Kama backbone ya timu ya taifa ni wachezaji kutokea ndani, na Italia miaka yote, hata Italia ambazo zimefanikiwa, uti wa mgongo wa mafanikio ilikuwa ni kuanzia kwenye ligi yao. Ilikuwa inazalisha wachezaji ama inatengeneza wachezaji ambao wana ubora na wana uwezo wa compete. Tulizungumza hapa kwamba Italia ilikuwa na watu kama akina Francesco Totti, umenielewa? Hao watu wakina Andrea Pirlo, Pippo Inzaghi, walikuwa kwenye ubora wa hali ya juu sana, lakini walikuwa wanacheza Italia pale. Kuna kipindi Italia ilikuwa kimbilio la mastaa wakubwa duniani. Yaani leo uonekane una hadhi ni mkubwa, nenda Italia. Lakini wamepokwa hicho kijiti, wakahamia La Liga. Hapo La Liga wametawala hapa katikati, lakini kutokana na nyinyi changamoto zao au sheria zao za mapato na matumizi kwa bana kuzibana club nyingi pale nchini Hispania. Sasa hivi tunaona England mpaka wamefikia hatua kavi ya kubadilisha sheria za mapato na matumizi. England hii, ngoja nikupe exclusive reach. England wametoka kwenye kitu kinaitwa PSR sasa hivi. Yaani usizidishe hasara ya paundi milioni 105 kwa misimu mitatu. Wastani wa paundi 35 kila msimu. Yaani balance vitabu, ila hasara isizidi paundi milioni 35. Iwe chini ya hapo. Hii tunaiona kama ni figa kubwa sana, lakini inawatesa. Tulisikia Nottingham walideduct alama. Everton sio walimpora baadhi ya alama kutokana na ama kuongopa baadhi ya taarifa. Lakini sasa hivi walichokifanya, wameita ni squad cost ratio, kwamba unachokiingiza utumie 80% ya kile unachokipata kuendesha shughuli zote za klabu, kwa wachezaji, makocha, sijui nini. Sasa hii sheria inawapa watu wenye nguvu kwamba ukizalisha kingi tumia kingi. Unanielewa? Wewe ukizalisha kidogo utatumia kidogo. Tena ile mambo ya hasara imetolewa. Wanafanya hivi Uingereza, lengo ni kuzipiku ligi zote na kuendelea kwenda juu. Nenda Italia leo. Italia hata system za uchezaji kwenye vilabu 18, vilabu 17 vinafanana. Como wameshine last season. Como wameshine kwa sababu Fabregas alikuja na system ambayo ilikuwa inawapa flexibility, yani mnyumbuliko back four, lakini timu zote Italia kule mabeki watano kwa mabeki watano. Ndio maana Italia moja kati ya ligi ambayo watu wana struggle hata kufunga kweli kweli. Italia, Lautaro Martinez kile anachokifanya kile ana deserve respect. Sio rahisi kwa sababu timu zina pack defense. Angalia hata finali ya Champions League ya Inter na PSG. PSG kwa ilikuwa rahisi kwa sababu walikuwa wanajua kudili na ile back five, kwamba hii timu tutadili nayo hivi full stop. Kwa nafikiri Italia changamoto kubwa ni kwenye eneo la kukuza wachezaji kuanzia chini, lakini pia waishi kwenye falsafa yao, ila waadapt na mahitaji ya sasa. Catenaccio sasa hivi hawezi tena kukupa matokeo peke yake. Yani ile system ya kudefend utasafa. Italia ni taifa kubwa. Yani Italia leo anacheza na Moldova, Italia anacheza na Hungary ama Israel. Italia anatakiwa kuwa front. Unanielewa? Italia imetolewa
kwenye hizi playoff Italia inatolewa na timu ambazo unabaki unashangaa. Kwa hiyo mwisho wa siku Italia lazima badilike. Unamleta Roberto Mancini, si ndio huyo alishinda kupeleka timu World Cup? Si aliwapa Euro. Lakini timu ikashinda kwenda World Cup mara 2 mfululizo. Sio kwa bahati mbaya, changamoto ni kwamba wana solve matatizo. Yani sijui kama sijui nitumie Kiswahili kipi. Yaani una solve tatizo ambalo sio kiini cha tatizo, ila ni tatizo. Wewe ukileta kocha anahitaji vitendea kazi brother. Wewe Ranieri kwanza hata nafasi kama Guardiola Ranieri mimi si afiki. Kwa nini? No, Ranieri brother. Kwa kuongezea hapo kwa kuongezea changamoto kubwa ya Italian football, unajua mambo yamebadilika. Miaka 80 walikuwa wana makocha wakubwa ambao wana influence soka la dunia. Nitakutajia mtu kama Arrigo Sacchi, nadhani ushamsikia sana. Yeah, Arrigo Sacchi jinsi alivyo influence soka la dunia. Vilabu vyao AC Milan, Inter, Juve kuviona kwenye finali za UEFA Champions League. Tunaanza kwenye club level mpaka timu ya taifa. Kuwaona kwenye level za UEFA Champions League ilikuwa ni kitu cha kawaida. Kuwaona hapo mpaka 2010 unaweza kaona hiyo span. Kuanzia miaka 80 mpaka 2010. 15 ambapo Juve walicheza na Barcelona final. Nazungumzia ile dominant way, ile prime kabisa. Unajua Inter anaingia anachukua 2010 mwisho. Then kuna hiyo miaka ambayo nimezungumza, Italy wamecheza finali za kombe la dunia hapo. Either watakuwa either wamechukua mara 2, either wamecheza 3, wamechukua mara 2, moja amefungwa. Hapo kati unaweza kaona jinsi walivyokuwa, yani tunasema kwamba dunia nzima ilikuwa inaangalia Italian football. Master wote George amezungumzia huko wanaenda pale. Then kukaja shift, mabadiliko akawa yanakuja. Kwanza in terms of coaching, makocha akawa wanabadilika. Either ni makocha ambao walicheza soka la nchini Italia lakini wakawa wanatoka pale kama wachezaji, au makocha wanaenda kwingine kufundisha, wanakutana na vitu vingine. German football unakutana na utamaduni wa soka la Kijerumani, namna jinsi wanavyocheza, unakutana na utamaduni wa England namna wanavyocheza, na Hispania ambapo sasa hivi ndio unaweza kusema kwamba dunia nzima ndio wanaangalia pale, wanajaribu tunasema kuiga yale mazuri na wao wanaenda kuimplement kwa wanafanikiwa. Italy walibaki pale pale. Na mbaya zaidi sasa hivi ukiangalia kwenye tunasema kwenye ligi ya Italia, Spalletti, Luciano Spalletti ndani ya miaka 5 iliyopita inawezekana amefundisha Napoli, amefundisha AS Roma, na sasa hivi yuko Juve. Na naweza kukutajia timu nyingi tu ambazo amefundisha. Wanabadilishana tu. Kwa mtu ambaye labda anaweza asiwe anafahamu makocha ya Italia, labda tumpe kwenye mfano wa EPL. Kuna Arteta, kuna Alonso sasa hivi, kuna nani mwingine? Kocha wa Manchester United, Michael Carrick, kocha wa Tottenham Hotspur, na labda tuende Sebastian Hourier labda wa Brighton and Hove. Hawa makocha tufanye kwamba wamekaa kwenye hizi timu, wamekaa kwenye ligi ya England kwa miaka 5. Na hii miaka 5 hawajatoka na wamebadilishana tu timu zile zile. Ukifukuzwa leo hapa, kesho unapata timu pale. Gattuso anafukuzwa AS Milan, kesho unapata timu Roma, kesho unapata timu wa Napoli. Hamna kitu ambacho kipya kinaingiana na Italian football. Ni makocha wale ndio changamoto ya kwanza. Hawatoki kwanza, makocha ya Italia hawatoki kwenda kufundisha ligi zingine. Hawana changamoto za ligi zingine. Idea zao zimebaki mule tu. Back 3 haiwezi kukupa mafanikio kama ligi nzima inacheza back 3. Kwa kitu ambacho nimeelewa hapa, nafikiri ni swala pia la uzalishaji wa makocha. Kwa sababu ukiangalia Spain sio taifa ambalo linatoa sana makocha wengi kwenda nje, yani wanatoa lakini sio wengi. Na ukiangalia kwenye taifa lao, kwenye ligi yao, kuna makocha wengi na ukiwafuatilia wengi ni vijana. Na ninadhani Italia pia swala la uzalishaji wa makocha wenye idea mpya pia ni tatizo. Ni makocha wachache sana ambao ni vijana. Hivi sasa hivi Thiago Motta yuko wapi? Thiago Motta kama sio last time nilimuona kama sio Genoa ni Torino, na yeye anacheza back 3. Mtu ambaye amecheza Barca, mtu ambaye amecheza PSG kwa mafanikio hizo timu zote, anacheza back 3 na yeye. Na kocha namba zaidi nimeona kocha yoyote ukitoka upo ulipokuepo, ukifika Italy unaachana zile idea zako, unaenda kwenye back 3. Hivi back 3 ni shida sana? Sio shida, lakini tunatafuta idea mpya, mawazo mapya. Inter anacheza na mabeki watatu nyuma. AS Roma anacheza na mabeki watatu nyuma. Juve anacheza na mabeki watatu nyuma. Ingawa msimu uliopita niliona kidogo anabadilika lakini Juve waga wanabadilika lakini hivyo walienda na mabeki watatu nyuma. Kama timu hauwezi ukawa unafanikiwa kama mawazo tunasema kwamba principles zinabaki wote vile vile.
lazima utoke kwenye zile principle, tunasema kwenye zile kanuni ambazo zitakupeleka uweze kuwa bora kushinda kanuni ambazo watu wengine wanatumia. Mmoja amekuwa anafanikiwa. Anyway, kwa hii miaka karibuni Italia, tunasema soka la Italia amekuwa anapata mabingwa tofauti. Lakini bado lazima watu watoke hapo waende beyond. Na kwa nini kocha kama Pep Guardiola amekataa kwenda pale? Anajua kabisa akienda pale kazi ni nzito. Yaani tunasema kwamba kulinyoosha soka la Italia hauwezi kulinyoosha juu. Nakupa hii takwimu. Msimu huu na msimu uliopita na misimu ya nyuma, 69% ni wachezaji kutoka mataifa mengine ambao wachezi Italiano wamekuwa wanacheza. Yani tunasema kwamba asilimia kubwa ya wachezaji kutoka mataifa mengine ambao sio Italiano ndio wamekuwa wanapata nafasi. Hiyo moja. Kwa ina maana kwamba wa Italy wengi hawapati nafasi. Ambao wanapata nafasi ndio wanacheza kwenye hivi vilabu vichache. Milan, Inter, Juve, Roma. Kwa ni wachache. Kwa lazima upate, tunasema kwamba uweze kupata wachezaji ambao wanacheza United, Real Madrid, upate wachezaji ambao wanacheza Bayern Munich. Hakuna wa Italiano ambao ni top players ambao wanacheza kwenye mataifa mengine. Wapo lakini ni wachache. Sasa hivi tukianza kuulizana ni mshambuliaji gani tishio kutoka taifa la Italy? Hakuna. Tutaanza tena Moise Kean bwana alikuwa Fiorentina msimu uliopita. Tutaanza tena kurudi nyuma. Kwa hiyo soka la Italia ni crisis kubwa. Na shida kubwa ipo kuanzia chini kwenye uongozi, yani kila sehemu kunavuja. Bana Italia huko bana, kazi ipo kulikweli, lakini tusubirie tuone, maana mimi ninachofikiria na ninachoamini ni kwamba wakati hayo mengine ambayo mnayazungumza natakiwa kufanywa kazi, lakini lazima timu iajiri manager, iajiri kocha, iajiri watu wengine ambao wanaweza kumsaidia kocha pia kwa ajili ya kupush timu isogee mbele. Kwa hiyo wakati mengine yanaendelea lazima angeajiriwa kocha. Kwa hiyo la msingi kabisa tusubirie tuone Italia watakuja na kitu gani ambacho labda kinaweza kikawa kinatupa mambo mengine ya kuzungumza, lakini mpaka sasa hivi hiyo ndo taarifa kutoka nchini Italia. Angalau kwangu nahisi uwepo wa urejeo wa Roberto Mancini kidogo kuna kitu fulani hivi bado. Nafikiri Mancini ni aina ya makocha ambao bado anahitaji kuifundisha timu ya taifa kama ya Italia. Sawa, kugusia kidogo. Sielewi kwa nini Roberto Mancini kwenye tunasema mataifa ya matano bora ya soka hapati kazi. Sielewi. Inawezekana labda kwa sababu wanaona mawazo yake ni ya muda mrefu. Unajua mtu kama ukishaanza kufundisha in top level na umefanikiwa kuanzia 2005 zile umeanza kufundisha Inters zile, watu labda wanaona mawazo tu ni ya kizamani. Kocha mzuri. Yeah. Anyway, George Magunga, Real Madrid bana imekuwa klabu ya kwanza kwenye michezo kuingiza zaidi, na hisi nitumie kwenye mpira wa miguu ili make sense zaidi, kuingiza zaidi ya euro bilioni 1.2 kwa mwaka. Sawa ambapo nikijaribu kuangalia hapa, nimejaribu kutafuta, nimeangalia mchanganuo wake ni kwamba Madrid msimu wa 2025-26 walipata kiasi cha euro bilioni 1.221 ambayo ni sawasawa na bilioni 1 na milioni 21, ikiwa ni rekodi mpya, na inasemekana kwamba ni klabu ya kwanza kufanya hivyo. Na mapato hayo yametokana na vyanzo mbalimbali kama vile mauzo ya tiketi na mapato ya uwanja wa Santiago Bernabeu, haki za matangazo televisheni, wadhamini na mikataba ya kibiashara kama Adidas, Emirates, kampuni ya HP na kadhalika, lakini pia mauzo ya jezi na bidhaa rasmi za klabu, fedha za mashindano UEFA Champions League, La Liga na mingine. Lakini la msingi tujue kabisa kwamba bilioni 1.221 sio fedha iliyobaki mikononi mwa Madrid. Kutokana na revenue hiyo, klabu hulipa mishahara kwa wachezaji na wafanyakazi, gharama za usafiri, uendeshaji wa uwanja, kodi na matumizi mengine. Baada ya kutoa gharama zote, net profit ya msimu uliopita inabaki euro milioni 26.3. Haya, lakini haya ndo mapato ambayo Madrid wameyapata msimu uliopita, ikiwa ni klabu ambayo imefanya hivyo kwa mara ya kwanza. Kila siku Madrid wanafanya hivyo. Msimu juzi walipata kama bilioni 1.1 kitu kama hicho. Msimu jana pia bilioni 1.221. Hiyo na make sense. Na unaifikiriaje hiyo kwa timu kama Real Madrid? Yeah, wana reflect kwamba wana umakini mkubwa kwenye financials operations. Na wana maono ya viongozi wao ni kuifanya club kuwa na stable economy, kwa maana kuwa na uchumi imara. Taasisi kama hizi taasisi kubwa wakati mwingine
ukiangalia namna ambavyo zinaendeshwa zaidi kwa kutegemea wanachama. Timu kama Madrid inategemea zaidi wanachama, hawana owner, yule mtu ambaye anayemiliki Real Madrid. Na sehemu kubwa ambayo Madrid wamefanikiwa ni kubadilisha ule umati ama wingi wa wanachama na mashabiki, yani ule wingi wa mashabiki kuingia kwenye system ya wanachama, lakini wanachama hai ambao wanazilipia kadi za wanachama. Kwa hiyo chanzo chao kikuu cha mapato ni ule wingi wa wanachama waliokuwa nao. Ndio nguvu ya Real Madrid inazalishwa pale. Sasa ukiangalia kwenye huo mchanganuo ambao umeutaja, euro 539 ni fedha ambazo zimezalishwa kutoka kwenye mikataba ya wadhamini, uuzaji wa hizi leseni kwa maana ya TV rights na vitu vingine vingi hapo. Lakini 363 euro million, hizi ni fedha ambazo zimezalishwa kutokea kwenye mapato ya uwanjani. Kumbuka Madrid wakati wanafanya maboresho ya uwanja wao wa Santiago Bernabeu, waliutengeneza uwanja ambao hautakuwa unafanya shughuli za mpira wa miguu peke yake, bali ni uwanja ambao utadili na utashughulika na mambo mengine nje ya mpira wa miguu, kama kuandaa matamasha ya muziki, lakini na kuandaa mashindano mengine tofauti na boxing na kiwemo Super Bowl, tunaita American football. Kwa hiyo unaona namna gani wenzetu ambavyo wamefanikiwa. Lakini sehemu nyingine ni kwenye issue za ni TV broadcasting issues 320. Niliweka kwenye 500 kule TV hizi broadcasting issues, lakini ipo hapo kwenye 320. Haya ni mapato ambayo yanazalisha kutokana na kuuza zile haki za television, haki za urushaji wa matangazo kwa njia ya television. Madrid wana Madrid TV. Kuna vitu viwili hapa. Kuna ile ambayo La Liga inawalipa Madrid kutokana na kununua haki miliki za wanarusha michezo ya Madrid kwenye ligi. Kwa mechi za Madrid zinapoonyeshwa, kuna kampuni ambayo inaonyesha zile mechi za ligi kwa msimu mzima. Ile kampuni inawalipa wasimamizi wanaosimamia issue za idara ya masoko ndani ya La Liga, ambao wale kazi yao kubwa ni kuwalipa Madrid, Barca, Espanyol, Villarreal na vilabu vingine vingi. Lakini Madrid wao pia wana Madrid TV. Nje ya ile fedha ambayo wanaipata, kuna Madrid TV ambapo wapinzani wao Barcelona kipindi cha nyuma wakati wanapitia ugumu, wao waliuza mapato ya baadaye. Waliuza mapato ya baadaye. Na maanisha nini hapa? Ni kwamba waliuza TV rights kwa miaka 5 inayokuja. Hayo ni mapato ya baadaye ili wapate zile fedha kwa wakati huo. Kwa Madrid na wenyewe kupitia Madrid TV kuna operations zingine ambazo zinaendelea kupitia Madrid TV. Mfano interviews za wachezaji, training sessions. Kumbuka wale wana attract sponsors ambao wanakuja kuweka fedha kupitia zile program. Sasa umezungumzia issue ya net profit kwamba faida walioipata ni euro milioni 26.3. Ndio. Hapa ndo unatakiwa kupata picha kwamba kuziendesha hizi taasisi ni kazi. Umetengeneza mapato ya euro bilioni 1.2. Unakuja kubakiwa na faida ya euro milioni 26.3. Kwa hiyo hapo zaidi ya bilioni 900 na yani 980 na kitu zimetumika kama expenses, kwa maana ya matumizi ndani ya taasisi. Na hii 26.3 sio tu matumizi peke yake, ni faida iliyopatikana baada ya kuchajiwa kodi. Okay. After tax. Yes. Na unajua changamoto kubwa ya Uhispania ni watu kulalamikia kodi kuwa juu. Of course, kina Messi, Ronaldo, Angel Di Maria wamekutana sana na situations. Umeelewa? Kwa hiyo kodi ipo juu, na kwa sababu pia wenzetu wanategemea sana, pia ni nchi nyingi zinategemea mapato ama kodi kutoka kwa wananchi ili kuendesha miradi tofauti tofauti ndani ya nchi husika. Kwa nafikiri tumpe pongezi kwa sababu timu nyingi wakifungaga vitabu vya mahesabu kwa maana zile financial statement, mwisho wa siku inabaki ni net, inakuwa ni loss. Net loss kwa maana wanapata hasara. Unakuta mwisho wa siku kuna negative. Unanielewa? Na tunarudi kwenye ile story ya PSR kwa mpaka watu wamekwambia hasara isizidi hii. Maana yake club nyingi mwisho wa mwaka zikifunga budget wanajikuta wametengeneza hasara. Faida ambayo inapatikana kwenye mpira ni ile faida ambayo inakuwa sasa nje. Yani sio faida ya moja kwa moja. Ni pale ambapo kuna mtu anakuja yeye kujinasibisha na timu yenu kufanya biashara zake yeye zinaondoka. Kwa nafikiri ni changamoto, na ndio maana mimi akitokea kiongozi akisema kuiongoza timu
ni changamoto na kuna muda tunapata hasara kule kwenye football zipo kweli, kwa sababu ukitaja hapa Madrid wana 1.2 ndio klabu ya kwanza, manake wengi wanacheza kwenye 900 800. Unafikiri gharama za PSG kwa mwaka mmoja ni kiasi gani? Au kipindi kile PSG wana Messi, wana Neymar, wana Mbappe, gharama zao zilikuwa ni kiasi gani? Kwa sababu Mbappe tu ameondoka PSG kujiunga na Madrid, Mbappe alikuwa anadai euro milioni 60 PSG kama bonus. Brother, huo signing fee wachezaji wawili. Hata Cristiano Ronaldo anaondoka pia Juventus, anaacha na deni. Kwa kuongezea hapo, unajua George break up, amezikatakata namba vizuri sana, na unajua hapo kuna somo ambalo tunalipata. Club yoyote duniani lazima utumie cha kwanza umaarufu wa klabu yako, lazima utumie ukubwa wa wachezaji wako, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vingi sana ambavyo vimezungumzwa, ikiwepo mauzo ya jezi. Kwa club kama Real Madrid lazima uweze kuutilize mauzo ya jezi ya wachezaji wako. Una Vini, una Mbappe, una Jude Bellingham, nani mwingine nimemsahau, una Rodrigo. Una wachezaji wengi sana. Kwa hiyo wameweza kutumia ile size ya ukubwa wao. Lakini pia kuna issue ya uwanja. Unajua vilabu vingi sana sasa hivi vimekuwa vinatumia sana faida ya ukubwa wa uwanja wako. Unajua ukiwa na uwanja mkubwa ina maana kwamba yale matukio makubwa ambayo hayahusishi soka moja kwa moja. George amegusia concert za wasanii. Taylor Swift aliperform pale. Sasa unajiuliza kuna concert ya msanii wa Marekani Taylor Swift ni kiasi gani ambacho kinatumika? Naoma sana. Ticket tu ya kuweza kuafford pale. Tukija kwenye pesa zetu, kuna tunasema kwamba kuna thamani ya pesa yetu, kwa show moja ya Taylor inaweza ikawa ni pesa nyingi sana. Kwa hiyo wameweza kuutilize hivyo, pia boxing, mapambano ya ngumi, ingawa Spurs kuna uwanja Tottenham Hotspur nao pia wanao hicho kitu, lakini pia Real Madrid wamekuwa wananufaika. Kwa hiyo unaporuhusu michezo mingine ije kushiriki, tunasema kwamba iweze kutumia facilities zako, unaingiza fedha nyingi. Michezo ya Marekani ambayo uligusia, American sport na American football, NFL, wana pesa sana wale watu. Ndio. Jinsi walivyo structure, tunatengeneza, wanasema kwamba matumizi ya fedha ndani ya ligi yao imekuwa tunasema ni top notch, kwa sababu wameweka salary cap. Sasa wakiwa wanazigawanya sasa kwenda kwenye michezo mingine, jinsi tunasema kwamba kwa sababu wanaenda kutengeneza ufahamu, kwa wanatoa mchezo wao, mechi inaenda kuchezwa Santiago Bernabeu Hispania pale. Kwa hiyo mauzo yamekuwa mengi. Real Madrid kwa size ya ukubwa wa klabu yao wameweza kuutilize. Kwa hiyo breakdown nzuri sana ambayo George ameikatakata. Hamna cha kuongezea hapo kwa kweli. Kabisa, hao ndio Madrid, na nafikiri vilabu vingine vinazidi kuwaona Madrid kama kiongozi kwenye vitu vingi sana na hii ndio maana ya klabu kubwa. Uongozi pia. Uongozi wao uko kwa sana. Kwa sababu kilichofanywa Barca pale na Bartomeu kabla hajaondoka hatari sana. Hivi kwa mfano wewe ungekuwa Savinho, ungeenda timu gani? Licha kwamba naona Tottenham Hotspur wanamtaka. Spurs. Spurs. Binafsi timu gani namfaa Savinho? Kwa sababu kwanza taarifa nafikiri nimeziona kwamba anataka kuondoka na ana demand kuondoka Man City kwa sababu ya playing time au game time ya kucheza. Wapi pa namfaa Savinho? Mimi nadhani ni Tottenham. Cha kwanza ni club ambayo ilionyesha interest, hata kama Roberto Di Zerbi ya kuepo, lakini ni club ambayo ilionyesha interest. Na bado Spurs wana interest. Ukiangalia upande wa kulia wa Tottenham, anacheza Dejan Kulusevski, lakini pia ambaye yuko injury kuna Mohamed Kudus ambaye pia yuko injury. So nafikiri ni vizuri sana kufikiria mtu kama huyo. Of course mpaka hapo tayari unaona kwamba kuna nafasi ambayo yanaenda kuiona. Lakini pia kwa tunasema kwamba kwa kiwango chake, reputation aliyokuwa nayo, profile yake, nadhani ana fit in sana Spurs, na anaweza kaenda pale akawa mchezaji muhimu sana, hasa kwenye upande wa winga ya kulia, kwa sababu pale Man City amekosa, tunasema cha kwanza playing time amekosa, lakini pia amekosa tunasema nafasi ambayo hii tunasema hii ndio nafasi yangu. Leo atajikuta anacheza winga wa kushoto, kesho anajikuta winga wa kulia. Bado hakucement nafasi yake. Kuna muona akienda Tottenham Hotspur, Dejan Kulusevski yuko nje, Mohamed Kudus yupo nje. Hata Kudus akirejea, kuna asilimia kubwa sana Kudus kucheza nyuma mshambuliaji, kwa sababu hiyo ni eneo pia ambalo anaweza kucheza. Kwa hiyo kuaccommodate hao wote wawili inampa nafasi kubwa. Na kwa upande wa Dejan Kulusevski nilimuona kwenye tunasema kwenye kambi ya timu ya taifa ya Sweden. Alienda tu kuwatembelea. Injury ambayo kwa inasemekana kwamba ni ya muda mfupi, msimu unaoanza ataweza kucheza, lakini kwa namna tu jinsi alivyokuwa anatembea
inaonyesha kabisa kwamba hata msimu unaoanza inawezekana pia akakaa nje kwa muda mrefu. Kwa Savinho akienda pale nafasi anayo, lakini pia kocha ambaye anaenda kumkuta nadhani atam elevate kutoka alipokuepo na kuongeza kiwango chake, kwa sababu Savinho kitu kinachokosekana ni numbers tu peke yake, ni utulivu wake tu ndani ya box, kwa sababu kwenye in terms ya kudribble, kutengeneza nafasi kwa ajili ya watu wengine anaweza kufanya hivyo, lakini sasa ni yeye mwenyewe sasa end product yeye kama mchezaji, hiyo ndio changamoto. Lakini akienda pale kwa kocha kama Roberto Di Zerbi, mtu ambaye anasifika kwa kuongeza, tunasema kumtoa mchezaji kutoka level moja kwenda level nyingine, Levi Colwill mfano, kuna namuona kabisa akienda pale anaenda kushine na pia numbers pia zitakuwepo. Nafikiri aondoke, aende Spurs hapa panamfaa zaidi. Na sasa mimi natamani aende Villa. Aston Villa. Naona Spurs. No, Spurs Kudus akiwa kwenye sio mpaka apone. Unajua tunazungumzia mchezaji ambaye yuko fit. Kudus amepona. I mean Kudus amepona na ameanza training. Na unajua kabisa akiingia kwenye pre-season, maana yake uwezekano yeye kutumika msimu ujao ni mkubwa. Hivi Aston Villa upande wa kulia nani yupo? Yuko Leon Bailey peke yake. Hivi bado yupo nao, washacha nani? Bado yuko naye. Sasa alimtoka mkopo akamrudisha. Okay. Anatumika pia. Kuna winga mwingine ambaye kwani msimu uliopita wakati Leon Bailey acheze nani alikuwa pale? Ni Moivo Costa. Anatumika McGinn. No, kuna Moivo Costa pia anatumika. Agusando alimtoka mkopo enda Crystal Palace. Agusando sio winga. Ni striker. Okay. Lakini kuna nyakati ndipo namuona kule anacheza. Unaona, alikuwa anatumika McGinn afu kwa Rogers au Buendia. Okay. Ina make sense pia. Savinho anaweza akacheza pale. Lakini sasa ndio hivyo, sijaona links za, kwa sababu wamemtoa Telemans. I hope McKinney anaweza akarudi kwenye eneo la midfield. So wakipata kiungo mshambuliaji kama nafikiri Savinho pia anamhitaji mtu kama Unai kumdevelop. Hata Di Zerbi anaweza akamdevelop. Yeah, of course uwezekano huo upo, lakini sasa bado unatoka sehemu ambayo ulikuwa ucheze. Unajua Savinho sasa hivi anakaenda sehemu ambayo anaweza kasment kwamba mimi nimekuja hapa, mnatakiwa team wa build team around me kupitia mimi. Lakini nikiangalia jinsi ambavyo Spurs wana uhitaji na Savinho kwa kiasi kikubwa, nafikiri issue itabaki sasa kwa Savinho mwenyewe. Yaani unajua kwa mfano ungekuta ni kama wanampata tu Savinho ile kwamba by the way tu bana tumempata, lakini ukiangalia uhitaji wa Spurs na Savinho tangu mwaka jana. Maana yake ni kwamba ni mchezaji ambao anahisi anaweza pia kwa chini. Yes, kwa hiyo nadhani itakuwa juu yake, kwa sababu anaweza kaenda Aston Villa akajichukulia poa akarelax, mwisho wa siku pia akaipoteza namba mbele hata John McGinn. Kwa hiyo ukifanya hivyo vitu wewe bwana. Alafu hapo itamguarantee. Kwa nini mimi niko nadhani Spurs inamguarantee zaidi kucheza pale. Dejan is out. Lakini Kudus ni mzuri sana akiwa anacheza katikati. Eneo la kati. James Maddison ameshapona. Nafasi ya Savinho bado naiona ngumu Spurs, kwa sababu Maddison, Xavi Simon watarejea msimu ujao. Bana, Xavi Simon umenikumbusha. Umeelewa? Kuna Odobet ule upande wa kushoto. Umeelewa, naye alipata injury mbaya sana. Atarejea msimu ujao. Sasa kinachokuja kutokea, anaingia tena kwenye competition kubwa. Ukiangalia Villa wamempoteza Telemans, wamempoteza Morgan Rogers kwenye ile nafasi. Kwa hiyo kuna option pia yeye anaweza akatumika, kwa sababu akiingia kwa fee ambayo atatoa sio chini ya 60-70. Of course ni 60 hapo 70, na mimi naungana na pointi yako sana yeye kwenda Aston Villa. Yaani naungana nayo asilimia kubwa sana. Ila Aston Villa sijui kama wameonyesha interest, lakini kama hawajaonyesha sasa. Kama wakionyesha nafikiri uliuliza swali kwamba itakuwa ni sehemu nzuri sana kwenda. Lakini kwa Villa mimi naamini, yani Villa anaweza kupata ile nafasi ya kucheza, lakini huko Okay, mtu unashindwaje kujua kwamba Haaland anacheza timu gani? Kuna mtu ameuliza hilo swali kwenye kuna live stream hapo. Jamani, atakuwa tu na nani? Beauty lady. Amesema hajui chochote kuhusu mpira. She's a lady. Anaitwa beauty lady. Kama ni beauty lady. Msaidie. Beauty lady bwana. Kwanza jina lako zuri hilo moja, lakini pia Ellen Brad Haaland anacheza Manchester City na timu ya taifa ya Norway. Kabla hapo alikuwa Borussia Dortmund. Alafu hapo sasa ukafanya research sasa mama. Mzee kuwa makini bwana. Unamhitaji mama? No. Anyway, lakini mwenyewe amesema kwamba anatafuta timu ambayo itaishabikia msimu unaokuja, na hiyo timu imechukua kombe msimu ujao. Msimu uliopita I mean. Na pia nimeona anaitaka Madrid vile. Bana hatari sana. Lakini chaguo ni lako. Hii ndio Crown Sports International. Nafikiri kila siku ukiwa unasikiliza mara kwa mara utapata timu ambayo utaipenda zaidi. Mtu ameuliza pia kuhusiana na usajili wa Rodri. Bado Rodri
ni kama installment yani ni kama una download hivi kitu kwenye Play Store au App Store. Yeah. Kutokana na internet yako. Ni kama high end speed sana, kutokana pia na injury ambayo anayo Rodri. Ameenda kufanyia upasuaji. Yeah, alikuwa na upasuaji. Alikuwa ana jeraha, so ameenda kufanyia upasuaji. Hivyo basi nahisi Madrid pia wanaangalia kama kuna risk za kumpata mchezaji ambaye bado hajapona. Labda pengine wanataka mchezaji ambaye tayari atakuwa yuko tayari kwa ajili ya msimu unaokuja. Na City wametega tu sehemu kwa sababu wana expect offer nyingine kutoka kwa timu tofauti na Madrid. Alafu wakishaipokea ile offer wanataka kutrigger ile amount kwa Madrid, kwamba wanajua mchezaji anataka kwenda Real Madrid. Lakini City wanataka wamuuze kwa gharama ambayo wao wanaitaka. Ndio. Lakini kuna haja kumuuza? Sidhani. Aje sasa mchezaji ujue changamoto ni moja. Mchezaji akishaonyesha interest kwamba mimi sitaki kubaki, nataka kuondoka, inakuwa ni ngumu sana kumbakiza huyo mchezaji. Sawa. Subiri tuone Rodri kama atapona na jeraha ambalo amepata au sehemu ambayo amefanyia upasuaji ni mgongoni. Si ndio jeraha la mgongo. Naam. Okay. James Trafford msimu uliopita wakati anaenda Man City nilijiuliza huyu kijana huyu kwa nini anataka kwenda mimi nilielewa wakati ameenda Man City. Okay. Sikupata shida. Naam. Lakini nilivyoona Pep anamtaka Gigi Donnarumma, kasema tena mzee vipi huyu? Unajua kwa nini? Yaani vipi tena? Huyu dogo atacheza tena. Nilijua na ni kweli. Ameenda Leeds United kwa zaidi ya pauni milioni 40 huko zinafika. Lakini ilikuwa ni uamuzi sahihi wa yeye kwenda Manchester City kwa kipindi kile. Cha kwanza nadhani ahadi ambayo unapewa ya kwamba tunamuondoa Ederson alafu tunakurejesha ndani ya club na tunakutazamia wewe kama ndio golikipa wetu namba 1 wa muda mrefu. Lakini kumbuka kipindi na games zinaendelea tayari Pep Guardiola alimwangalia alafu akaona okay, kuna maeneo ambayo anaweza kawa sawa mzuri kwenye upande wa tunasema build up mzuri mguuni, lakini kuna upande wa catching kidogo inaweza kaniletea tatizo. Na muondoa Ederson kwa sababu kuna upande wa tunasema upande wa catching, kwenye upande wa kuzuia michomo, hapa ndio changamoto ilipokuepo. Sina changamoto sana kwenye upande wa build up, footwork sina changamoto kubwa. Sasa alivyoanza kudaka James Trafford akaanza kuona kuna traits zile ambazo na muondoa Ederson kwa changamoto hizi, lakini Trafford naziona hizi changamoto. Hakuwa na ile confidence, hakuwa anajiamini. Nadhani confidence ilikuja baadaye sana. Mimi unajua Kevin nilichokiona. Kwanza mimi sina shida na James Trafford kwenye catching kwa sababu nilimuona akiwa under team ilikuwa timu gani? Under 21 ya City ya England. Fanya vizuri. Akiwa anacheza kina Madueke huko, akiwa anacheza na kina Emil Smith Rowe na wachezaji wengine. Fanya vizuri. Na hata alivyoenda Man City mimi nilijua kama angepata nafasi ya kucheza City kwa muda mrefu, ndio ninaamini angepata hiyo confidence na angecheza vizuri. James Trafford. Sema kitu ambacho nilikiona. Kwa nini kocha alimleta Gigi Donnarumma? Au availability pia. Yes, kwa sababu kule PSG alikuwa tayari ashakuwa ruled out, lakini pia uzoefu kwenye tournament kama UEFA Champions League. Inahitaji pia yani unajua kuna wakati mwingine kitu kinachohusu mpira kihusu mpira pia. Yani kwamba alishasemaga Sir Alex Ferguson kwamba mpira wakati mwingine hauhusu mpira. Yani kitu kimoja watu wasichojua kwamba mpira sio mpira tu. Kwa maana kwamba kuelekea tournament kama hiyo, naomba niseme mentality tu ya Gigi Donnarumma inaweza ikabadilisha kila kitu. Naomba nigusie kidogo. Unajua Fergie alisemaje? It's football, sometimes it doesn't have to make sense. Yani sababu kubwa ambayo kwanza City walipomrejesha Trafford walimpa uhakika wa kucheza. Sawa. Baada ya kumpa uhakika wa kucheza na nafikiri alianza kucheza. Hata ile mechi na Spurs anafanya mistake alianza kucheza. Ndio kipindi cha usajili mambo kuna wakati huwa hayaeleweki. City wameona kuna option ya Donnarumma. City hawakuwa na interest na Donnarumma akiwa ndani ya PSG kabisa, kwamba baada ya kusikia Donnarumma uwezekano kuendelea kubakia pale ni mgumu, wakaona okay, kama ni anapatikana ni proven, kwani tusiende kumchukua kabisa. Na ndio maana wakaenda wakamchukua ndani ya timu. Ni kama Liverpool, kitu ambacho watu hawajui, Liverpool walikuwa hawana mpango kumfukuza Slot. Lakini wakamuona kuna kocha mmoja Liverpool wameona Andon
ni option. Alikuwa anahusishwa na Athletic Club Bilbao. Bilbao amemtangaza Edin Terzic. Kwa maana yake huko ando nashasema hata extend mkataba wake ndani ya Bournemouth. Manake inabidi atoke Bournemouth aende kutafuta timu nyingine. Sasa kwa nini usubiri kocha aende kutafuta timu nyingine wakati wewe ukimface kwa ukubwa wako unampata? That's why wakaenda wakamchukua. The same kwa Nottingham. Nottingham pia walikuwa na mpango wa kumfukuza Vita Pereira. Mtu ameorescue hajashuka daraja na timu imeonekana kuimarika ndani ya wiki 2 tu 3. Manake wameona Oliver Glasner kwa hali aliyofanya na Palace amefanya kitu kikubwa sana. Marinakis pamoja na Vita Pereira na uhusiano mzuri kwa sababu 2014-15 Pereira aliwapa ubingwa Olympiacos wa ligi, kwa wanamjua vizuri Vita, lakini wakaona okay, I'm sorry Vita, Glasner yuko huru, sisi tunaweza tukamchukua. Kwa watu wanakurisk rich kwa sababu ya kumleta Cavion. Kwa hiyo ni soko wakati mwingine alitabiriki sana. Yaani kuna vitu vinatokea ghafla. Ndio maana kuna usajili unaweza kufanyika. Mfano usajili wa Tielemans. Umefanyika kila mtu ambaki, Domo wazi. Yani imekuaje? Kwa sababu kuna sajili hazina hata rumors. Yani hazina zile tetesi, yani ni usajili ambao tu unakuta here we go, Rich Kiza, ada hii hapa, bonus hizi hapa, mshahara hapa, tayari. Maisha yanaendelea. Kwa hiyo tusubiri. Lakini Trafford, hata ungeniuliza mimi, Trafford anahitaji kucheza kwa kama anafanya decisions za kutoka kwenda sehemu nyingine aende akacheze. Na kwa kuongezea, nadhani pia Burnley liko championship wamepanda, walikuwa wamepanda by the same time wamepanda wote walikuwa wamepanda, lakini yeye alikuwa kwenye timu ya nani ya Vincent Kompany unajua. Yes, ambayo walishuka daraja wakarejea. Sometimes nadhani kama mchezaji unaangalia pia stability ya timu. Nataka kucheza kwenye Premier League, lazima nitafute timu ambayo nitapata game time. Man City wameguarantee nani, wamempa uhakika wa kucheza. Yes, ameenda. Lakini pia hii move ya kutoka City kwenda Leeds inampa guarantee ya kucheza kwa muda mrefu. Lakini pia lile dirisha la kuwania kucheza kwenye timu ya taifa ya England haipo wazi, kwa sababu kuna Jordan Pickford pale kama ndo amecement nafasi yake, lakini walau kuitwa tu. Kuna yule goalkeeper pia Crystal Palace ambaye ni Dean Henderson. Lakini kuna ile nafasi ya goalkeeper watatu ambaye anapaswa kuitwa ipo wazi, anagombania na Nick Pope. Kwa nini asitafute sehemu ya kwenda kuonesha uwezo wa kucheza? Nafikiri tunachoamini ni kwamba kwenye kombe la dunia labda la 2030 anaweza siwepo, waka move on. Yes, anaweza siwepo akawepo yeye na Dean Henderson, Nick Pope pia anaweza akawa anasogea. Nick Pope nahisi kama siku hizi nani yake sport yake imekuwa ngumu. Injuries zinamsumbua sana. Yeah. Sawa. Dan Welbeck to Chelsea. Nimeona hiyo taarifa. Ninayo na nimeifurahia. Umefurahia? Kwa nini umefurahia? Ni Henderson pamoja na Welbeck. Nimeona tu ya Welbeck, bado ya Henderson sija. Okay, nimeifurahia hiyo taarifa kwa sababu si mtazame Welbeck kwa maana ya kwenda kuwa eligible starter, mtu ambaye anacheza kila siku ama wiki baada ya wiki. Na mtazama Welbeck kama senior player ambaye anaenda kuongeza ile leadership ndani ya timu. Unajua unapokuwa na kundi la vijana wengi sana, kuna wakati unahitaji mtu ambaye anaweza akawasimamia wale wachezaji kuanzia kwenye dressing room mpaka uwanjani. Manager kazi yake ni kusimama nje ya mstari, lakini wachezaji ndio ambao wanaingia uwanjani. Manager huwezi control kila situation ambayo inatokea ndani ya timu. Kuna nyakati unahitaji senior player ambao watakusaidia control hizo situation. Kuna muda tu unahitaji ile reference point. Timu imefungwa goli 2 first half. Unahitaji mtu ambaye anaweza kutuma message fupi tu kwamba kama umetufunga goli 2 first half, tunataka kupata goli 3 second half. Yaani ule mtu ambaye hata wachezaji wakiangalia wanasema okay, inawezekana kwa history ya huyu jamaa, kwa ukubwa wake, ushawishi wake, possibly inawezekana. Na ndio maana hata alihusishwa na Henderson kwa sababu ya leadership. Yaani ameitwa timu ya taifa Henderson kwa hajacheza, lakini ile leadership, attitude yake mchezaji, ana influence vipi wachezaji vijana. Na ukweli ni kwamba ni riski sana kuwa na wachezaji wengi vijana pasipokuwa na watu ambao wanawaongoza, kwa sababu vijana wengi wanakuwa na mitazamo inayofanana. Sasa hivi dunia imekuwa advanced kwenye technology tofauti na zamani. Kuna mitandao ya kijamii, unanielewa? Kuna wakati Brendan Johnson alikuwa affected psychologically kwa sababu ya Instagram, mpaka akadeactivate Instagram kwamba sitaki tena kutumia, kwa sababu kila akisoma comment watu wanatukana familia yake, wanamtukana yeye. Sio kila mtu anaweza akaimili vile vitu. Unanielewa? Kuna mtu mwingine hawezi kabisa. Kuna mtu mwingine akiona pale mama yake amedhiakiwa kwenye mitandao ya kijamii, ile inamchukua, na ukishamchukua kwenye kisaikolojia tu ina affect mpaka utimamu wake wa kiakili, anashindwa kufanya majukumu yake ya kila siku.
Kwa unahitaji wale watu ambao wanaweza kukupa experience kwamba bwana sikiliza, mimi nilipokuwa United, mimi nilipokuwa Liverpool, hii situation tumeoipitia, tukasolve kwa kutumia njia 1 2 3, maisha yakaendelea. Especially hata Xabi Alonso ni kijana, yani sio kocha ambaye ni mzee, hapana. Ni makocha vijana ambao yeye mwenyewe pia wachezaji anahitaji mtu wa kumchallenge kutokea kwa wale wachezaji. Wachezaji vijana ni ngumu kuchallenge kwa ile fear, hofu kwamba nikimchallenge Kavion hapa kesho mimi anaweza akanibadilikia. Lakini Anderson anaweza kumchallenge manager kwa bwana umetuambia tufanye hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini akiweka out, nikumbushe tukio moja kwenye World Cup kati ya Paredes na Scaloni. Unakumbuka ile tukio? Pale Paredes alikuwa anaongea na Scaloni kwamba Scaloni kuna maelezo ametoa, lakini Paredes anaona okay, mimi nikicheza upande wa kulia wa Romero tunashindwa kuprogress kutokea ndani, na sisi tumetengeneza faida ya viungo wengi kuwa ndani. Kwa nini nisikae katikati ya Romero pamoja na Martinez, nipokee mpira nikiwa katikati yao? Na ndio maana akanampa ishara kabisa, na baadaye akaenda kufanya kile kitu na timu ikawa inacheza. Na nikakusikia wewe kesho kwenye kipindi ukisema moja kati ya kitu ambacho watu wana underrate kuhusu Paredes ni passing game yake na uwezo wake ambao namna ambavyo anafikiria kuhusu mchezo. Kwa wakati mwingine managers pia wanahitaji challenge. Kavion anaweza kumchallenge, akakuchallenge kiza bwana umetuma hii script lakini why this? Mbona kama hichi kitu hakina nguvu sana, kwa nini tusifanye hivi? Kwa kuna advantage, japokuwa mashabiki wengi wa Chelsea wanayo kasumba kwamba yani sisi wanatuletea tena Welbeck mzee. Kuna faida ya wale watu kwenye timu, na ndio maana angalia hata timu kama City na voachia malegend wao. Anatoka mmoja, alikuwa anatoka mmoja kila msimu. David Silva, Fernandinho, Silva anaambia subiri, Company subiri utatoka, Gundo subiri utatoka, Fulani subiri utatoka, KDB subiri utatoka. Lengo ni nini? Lengo ni ku maintain culture, lakini vile vile kuongeza ile leadership kwa maana ya uongozi na utamaduni ndani ya timu. Kwa kuongezea hapo, nitakukumbusha hizo games Chelsea Brighton, Chelsea Sunderland. Hizo ni games ambazo Chelsea walikopo wanaongoza, lakini wakajikuta kwamba wameenda kufungwa mabao mangapi? 4-3. Kwa nini nimegusia hizo game? Chelsea walikopo nakosa wachezaji wakiwa kiwanjani, wachezaji ambapo level timu pinzani kilevel scoreboard ikawa 1-1, wa kuwatuliza na kubaki kwenye tunasema tactical principles zile kipindi mechi inaendelea. Walikosa hao wachezaji. Reece James ni captain, yes, ni nahodha, anavaa kitambaa, lakini in terms of experience bado, kwa sababu na yeye bado yupo kwenye learning curve, anajifunza bado kutokana even 24 ni 24 25 amezaliwa 99 Reece ana miaka 26. Lakini ukiangalia bado yani tunasema kwamba na ukiangalia kundi la wachezaji na wazunguka. Kwa hiyo kuinject Danny Welbeck hata mkifungwa goli 1-0 au mkiwa level 1-1 anaweza baada pia kawaambia bwana sikia, kama George alizosema kipindi bwana niko Arsenal, kipindi niko United iko hivi, kipindi tuko labda Brighton sawa ni mid table team, lakini kwa nini tufungi game nyingi? Kwa sababu tunafanya 1 2 3. Jordan Henderson mimi ni kati ya viungo ambao watu wengi hawamkubali, watu wengi wanamunderrate, lakini kwangu mimi akicheza pale kwenye tunasema kwamba kwenye kiungo hata kuwa anapata game time nyingi. Ingawa Sunderland Brentford msimu uliopita ametwanga game 32 kwenye Premier League. Kuna hizo mechi 32 ameanza game 20 na sio kwa bahati mbaya. Jamaa passing yake watu wana-underrate, especially crosses zile pasi ndefu ambazo anazipiga mara nyingi huaga zinakuwa complete sana. Kwa hiyo mimi namuona akiingia hapo Chelsea inaenda kuwa timu tofauti kabisa, hasa kwenye upande wa control pamoja pia na utimamu wa wachezaji kwenye upande wa akili. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.